Naam, habari za wakati huu kwako wewe ambaye unapenda kujifunza, unapenda kuongeza maarifa mapya na kila siku nataka uwe bora katika eneo zima hasa la masuala ya graphic design na masuala ya digital. Ndio kitu ambacho tunahusika nacho hapa Mfalme Digital. Mimi naitwa Leon Salexi. Leo hii sasa nataka nikufundishe kwa namna gani unaweza ukatengeneza update template, na leo hii nitatumia mfano wa template ya Wasafi Media ambao wao wamekuwa wakitumia katika kuposti content zao katika mitandao mbalimbali kama Facebook, Instagram, TikTok na baadhi YouTube. So ukiambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, najua kuna kitu kipya ambacho utaweza kukifahamu. Kwanza kabisa nikwambie kwamba katika kazi za media na kazi ambazo kila siku zinahitaji zinahitaji kupostiwa mara kwa mara, wakati mwingine kuna umuhimu wa kuwa na template, na wakati mwingine template hii inatumika kwenye kampuni. Inaweza ikatokea wewe ukaajiriwa kwenye kampuni yoyote ambayo inahitaji unatoa update mbalimbali. Sometimes umeajiriwa kwenye kampuni ambayo kila siku ina post, ukaona sasa hapa cha msingi hapa sasa ni bora nitengeneze update sasa, au labda umeajiriwa kwenye media moja kwa moja, basi unaweza ukawa na uwezo mzuri wa kutengeneza update. So leo hii tutatumia hii update ya Wasafi na utaweza kuweza kutengeneza ya kwako, lakini kuna faida kadha wa kadha ambazo ukiwa nazo au ukizifahamu kwamba umuhimu wa update kama hii au template update ni kwamba kitu cha kwanza inarahisisha kazi kwa wewe ambaye una design. Yaani kazi yao, kwa mfano tuchukulie Wasafi Media, kazi yao wao ni kufuta picha hii na kuweka picha nyingine, au labda kufuta au labda kuandika ujumbe mpya na kuandika ujumbe mwingine ambao ni wa siku ya leo na wa siku hiyo ambao una labda kitu ambacho kimetokea. So inakuwa ni rahisi sana, lakini pia ni rahisi sana kutambulisha kazi zao. Kwa mfano wewe unapotazama tu hivi kidogo, unaweza ukabaini kwamba hii kazi imetoka Wasafi Media. So ni rahisi sana wewe mwenyewe kuweza kujua kwamba hii imetoka sehemu gani. So ni muhimu sana kuwa nayo, lakini pia au kufahamu jinsi ya kutengeneza. Lakini unataka nikukataze tabia fulani ambayo unaweza baada ya kujifunza labda ukaamua kuifanya. Usije ukaenda kuzichezea hizi update, labda ukatengeneza na ya kwako wewe mwenyewe mara baada ya kupata mafunzo, basi ukaamua sasa unaitengeneza na unaanza kutumia kwako. Labda tuseme unaweza ukatengeneza kama hii ya Wasafi alafu then ukaanza kuitumia kwako. Itakuwa ni kosa kubwa, kwa sababu tayari wao washatengeneza hivi, badala yake uweze kutengeneza ya kwako. So utakapoichezea hii, labda ukatumia, kwa mfano mimi hapa nikiupload kwa kutumia hii ambayo mimi nimetengeneza, itakuwa ni kosa kubwa ambalo mimi ninakuwa nimelifanya. So usije ukafanya kosa hilo ikiwa umeshajua jinsi ya kutengeneza update. So basi sasa hivi tunaweza tukaanza kutengeneza update yetu, create na tukaanza hatua kwa hatua, na ikumbuke kwamba nitahakikisha unaelewa kila kitu, kwa sababu nitahakikisha nakupa material ambayo yatakusaidia wewe kuweza kutengeneza kitu kizuri na kitu kipya. So hivyo ambatana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuhakikisha video hii inaisha, hakika hautotoka bure. Na tufungue new project, ambapo tunasema new project. Hatua ya kwanza basi unaingia file, alafu then nakuja kuandika vipimo ambavyo yeye alivitumia, au tuseme naweza create document mpya. So ni muhimu sana kujua kwamba hivi wakati huyu ana design alitumia vipimo gani. Basi na create new, ambapo naweza nika control N au nikaenda file alafu then nikaenda new, kama ambavyo unaona kwenye width hapa, ambapo ni upana nitaweka 16 38, alafu then kwenye 8 nitaweka 200, alafu
248 au tuseme no, sio 248, ni kwamba tuseme ni 2048 au naweza nikasema 2048. Alafu hapa chini naweka resolution 300, bora wangu wa kazi itakuwa iko vizuri, lakini hakikisha huku ni pixel, usije ukakosea. Usije ukakosea, kisha huku ni pixel, alafu then hapa inaanza new document. Hapo color yangu ni white, alafu then na create. Kwa nini, unaweza ukajiuliza kwa nini aliamua kutumia vipimo hivi, na wakati mwingine labda kuna mtu aliwahi kufundisha vipimo na labda hajawahi kukwambia vipimo hivi. Ni kwamba unapotaka kudesign update template, ni kwamba lazima ujue kwamba hii update yangu nitakuwa na posti sehemu gani. Kwa mfano huyu yeye alikuwa anajua kabisa kwamba atakuja kupost Instagram, Facebook na mitandao mingine mingi ambayo wao wanaitumia Wasafi. So aliona kwamba itakuwa jambo jema kama ataamua kutumia hivi vipimo na itaweza kufanya kazi vizuri, au tuseme labda kupata kile kitu ambacho anakitegemea, au labda atakapo posti vipimo vyake vitaweza kufiti vizuri kwenye mitandao ya kijamii. So tunachokitengeneza ni kwamba tunatengeneza update ya Wasafi, ambapo naenda kukuonesha update ya Wasafi ambavyo jinsi inafanana. Kwa upande huu iko hivi, lakini pia unaweza kama unaweza pia ukadownload kwenye mtandao wako, au labda tuseme unaweza ukaingia Google ukadownload. Labda kwa mfano mimi hapa nimeenda Instagram nikatafuta hiyo Wasafi Media, lakini pia nimeenda Facebook nikatafuta hiyo update ya Wasafi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kwamba ili tuweze kuelewana lazima uwe umesha download. Kwa mfano mimi kuna baadhi ya habari nime download, ambapo nikidrag hapa nikidrag hapa, ambapo nimetengeneza sehemu ya kufanyia kazi, au tuseme workspace. Nikitafuta hii habari alafu then nikadrag hapa hivi, kazi yangu itaingia hapa na itaweza kufiti vizuri. Ni muhimu pia na wewe ukawa tayari ushaandaa hiyo. Unaona Nahisi umeona. Kitu kingine ambacho utapaswa kuwa nacho kwa siku ya leo ili uweze kutengeneza update kama hii, kitu cha kwanza utapaswa uwe na update yenyewe, au tuseme yani uwe na habari yenyewe uweze kudownload. Unaweza kudownload kupitia mtandao wowote kwa jinsi ambavyo, au unaweza pia uka screenshot, lakini sishauri uscreenshot, badala yake udownload yenyewe. Hii utaiona nimedownload update zao ambazo wameandika habari mbili, na hizi unaona ikileta vipimo vinalingana. So nafuta. Okay, mara baada ya hapo najua kabisa tunachoenda kukitengeneza ni kitu kama hiki. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa rangi hapa kwenye update hii, tutakuwa tunatoa rangi hapa. Na ikumbuke kuwa unapotaka kutengeneza update, moja ya jambo ambalo unapaswa ulizingatie sana ni kwamba unatumia rangi za kampuni hiyo ambayo unatumia kuitengenezea update. Let's say tuseme update ya Wasafi ina rangi ya blue bahari, ina red, lakini pia ina kijivu. Lakini pia unapokuwa unatengeneza update ni kwamba update template ni kwamba wewe unaweza ukatumia rangi nyeusi hasa kwenye maandishi au sehemu nyingine, kwa sababu tunasema kwenye design rangi nyeusi na rangi nyeupe tunaweza tukazitumia sehemu yoyote. Kwa mfano ukija kuangalia katika logo ya Wasafi hawana rangi nyeusi, lakini yeye ameitumia kwenye maandishi. Hivyo na wewe kwa kutumia maarifa hayo, unaona katika logo yao kuna digital imeandikwa kwa white, lakini bila kujali kwamba white ipo au haipo, wewe unaweza ukatumia rangi nyeupe na black kwa kuiongezea wewe mwenyewe. Ni kwamba hata kama zipo kwenye update unaweza ukazitumia, au hata kama zipo kwenye logo ya kampuni unaweza ukazitumia. So vitu ambavyo unapaswa uwe navyo ni kwamba kwanza ukiweza uwe na social media, uwe na update yenyewe, uwe na background hii hapa, alafu then uwe na picha na baadhi ya vitu ambavyo tunaenda kuviweka. So tunaanza ni kwa namna gani tunaenda kufanya hiyo kazi yetu.
Baada ya hapo ni kwamba update yetu ndio hii hapa. Kitu cha kwanza nitachora rectangle ya chini hapa ambayo ndio rangi hii ya blue bahari. Taweka hapa. Alafu then kumbuka hii nimesogeza na hapa tutakuwa tunatoa rangi hapa. Sijui kama unaona vizuri. Hapo nimeweka hapo kwa lengo la kwamba tukihitaji rangi iwe rahisi kuzipata. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi au usiwe na swali lolote kuhusiana kwamba mbona sasa hii iko hapa au inafanya nini. Okay? Hatua ya kwanza mimi nachora rectangle. Hatua ya kwanza nitachora rectangle. Bila shaka kila mmoja anajua kuchora rectangle kwamba kwa namna gani unaweza kuchora rectangle. Baada ya kuchora rectangle yangu imekuja kwa rangi nyeusi kama ambavyo unaiona, ni kwamba tunaingia rectangle hapa kuweza kubadilisha rangi. Kama rangi hii ipo hapa, basi nitagusa hapa, rangi itaingia, lakini rangi ambayo tunahitaji haipo hapa. Yaani sio mojawapo ya hizi rangi ambazo ziko hapa. Na hizi hapa nishafundisha kwenye matumizi ya tools nilipokuwa nafundisha kwenye swala zima la rectangle, unaweza ukaingia ukaona. So basi nitabonyeza hapa ili kuweza kupata rangi ambazo zimetumika hapa. Kwa hiyo nitagusa hapa ili nisome rangi ambayo imetumika hapo. Alafu unaweza kuchukua hapa kisha nabonyeza okay. Unaona rangi ambayo alitumia huyu, unaweza nikaona kabisa hii bado imewaka, lakini bado hii kuna namna bado haijafanana hiyo. Ukilinganisha kuna namna moja ama nyingine bado hazifanani. So naweza kurudi alafu then nikagusa penyewe ambapo labda nisogeze hapa chini. Okay? Ni ngumu pia kuja kupata rangi yenyewe ambayo umeitumia moja kwa moja, lakini at least kuna ufanano fulani ambao unaweza ukawa unaelekea. Lakini hapa naona bado kabisa kuna kitu ambacho hakijafanana vizuri. Ni muhimu sana kuzingatia hilo jambo. Okay? Baada ya hapo, baada ya kuchora rectangle yangu, ni kwamba hii rectangle yangu ukija kuangalia kwenye update hii ukija kuangalia kuna gradient effect imefanyika. Naomba ni zoom uone jinsi ambavyo imefanyika. Imefanyika upande huu hapa hivi, kuna gradient effect ambayo unaona kuna mwanga fulani unafifia. Watu wengi wamekuwa wakitumia mbinu hii kwenye update, unaona. Sasa naenda kutengeneza mwanga huu ambao unafifia huu hapa. Na zoom kusudi uone huu hapa. Kuna mwanga fulani unafifia huu. So nitazoom. Baada ya hapo nitachukua hii kwanza, nitaifuta au nitaizima layer yangu. Nikitaka kuzima nabonyeza tu hapa, kuna jicho fulani ambalo linasaidia kwamba nizime au nisizime. Okay. Baada ya hapo ni kwamba naenda kutengeneza gradient effect ambayo mimi nimesema naenda kuitengeneza. Kwanza nasogeza kidogo hapa, alafu then napiga tiki hapa. Baada ya hapo nakuja hapa upande huo kwenye tools hapa, nachagua hii tools ambayo inaitwa gradient tool. Nabonyeza gradient tool pap. Alafu nikishabonyeza gradient tool ni kwamba hapa nitabidi kwanza ni add layer mask. Baada ya kuadd layer mask nitahakikisha hapa kuna rangi ya black na rangi nyeupe, na black itakuwa nyeusi na black itakuwa juu. So baada ya hapo unaona nitafanya gradient. Nitafanya gradient kwa namna hiyo, gradient effect, au labda ngoja ni control Z yes, tuseme hadi hapa. Hii inaonyesha kwamba mwanga umeishia wapi. Kama hujanielewa, rudisha video nyuma kidogo, utaweza kunielewa vizuri. Ni kwamba hatua ya kwanza nime add layer mask. Baada ya ku add layer mask hapa, baadaye nikaingia kwenye gradient tool ambayo ndio hii gradient tool. Baada ya ku add
baada ya kuadi layer mask huku, ni kwamba baada ya kuadi layer mask hapa nikaweka gradient. So ni muhimu sana kuzingatia kuhusiana na hilo kwamba imefanyika vipi, ili kusudi usije ukachanganyikiwa pale ambapo unataka kufanya kazi yako wewe mwenyewe. Baada ya hapo ninapandisha hii kuona update yangu kitu gani ambacho kipo kwenye update hii. Yes. Kuna kitu gani ambacho kipo kwenye update hii? Ni kwamba kuna rectangle hii nyeupe, hii naichora. Basi naichora hapa. Ninashikilia shift. Naweza nishikilie shift, itategemea na laptop yako jinsi ambavyo inafanana, alafu then nitapandisha juu hapa. Baada ya hapo nitaweka white. Baada ya kuweka white nitakuza. Baada ya kugusa katika eneo hili ni kwamba unaiona update yangu, ni kwamba unaona kabisa hii haijaenda mpaka mwisho. Hii rectangle yangu haijaenda mpaka mwisho. So baada ya kuweka rectangle yangu nyeupe, kuna option hapa inayoitwa, kuna eneo hili hapa ambalo limeandikwa W news. So W news hapa, alafu then ndio kitu ambacho naenda kukitengeneza katika eneo hili. Kumbuka hapa ninakuwa ninawasha ninazima, usije ukashangaa hapa. Haya tunasema ni kwamba ni macho, nikiwasha nakuwa naona. Lengo niwe naona jinsi kitu ambacho kilitendeka, kwa sababu hapa kumbuka tunatafuta huyu aliye design aliwezaje kudesign, ili tunaweze kudesign template yako kama ikitokea siku moja unataka kudesign. Baada ya hapo nakuja kuchora hii hapa. Kwa hiyo nitakachokuja kuitengeneza, jinsi ya kutengeneza hii W news hapa, kuna rectangle ambapo sasa naingia rectangle hapa, alafu then naandika nachora rectangle hapa. Baada ya kuchora natafuta rangi ambazo napaswa kuziweka hapa. Kumbuka napaswa rangi zote ambazo nitakiziweka nitakopi hapa. Sasa kabla hatujatengeneza kitu kama hiki, sehemu ambapo imeandikwa news, W news, ni kwamba kumbuka ni kwamba kuna rectangle mbili, ambapo nikichora rectangle ya kwanza, kitu hiki kimetengenezwa na rectangle mbili, ambapo kuna rectangle ya kwanza na rectangle ya pili. So nitaongeza hivi. Baada ya hapo nitaenda kuweka rangi, ambayo rangi yenyewe sasa ndo rangi hii hapa. Hii hapa nitagusa moja kwa moja. Unaona hii hapa. Sasa baada ya hapo nita control J kwa lengo la kwamba ninapo control J na duplicate na vifanya vitu viwe mara mbili. Sijui kama umenielewa, kwa sababu hapo kwenye rectangle hiyo kuna rectangle ya nyuma huku na kuna rectangle ya mbele. Kama utaangalia vizuri ni kwamba iko kwa namna hiyo. So ni muhimu sana kuangalia kwa makini. Nitachukua hii hapa, nita duplicate control J, au unaweza uka right click hapa ukatafuta neno duplicate. Duplicate lipo eneo hili hapa, duplicate layer. Baada ya hapo nitachukua hii layer yangu hii niirudishe chini ya rectangle hii hapa. Rectangle hii kumbuka hapa tuna rectangle mbili. Tuna rectangle mbili hapa ambayo ndio hii hapa na hii hapa kwenye layer. Lakini hii hapa ni rectangle ambayo tumeichora. Sasa hii nataka ishuke chini. Ishuke chini, hasa ishuke kwenye iwe chini ya hii. Na hisi utakuwa umenielewa. Baada ya hapo nitaingia kwenye rectangle ya juu hii. Hii hapa. Baada ya kufanya hivyo nitashikilia control
nitashikilia left click kwenye laptop yangu. Nitashikilia left click kwenye kompyuta yangu. Kama unatumia mouse utashikilia left click, lakini pia na shift, basi utaweze kama utakuwa unatumia laptop basi utashikilia shift na utashikilia shift basi tafadhali utashikilia control na utashikilia left click. Utashikilia control na utashikilia left click, alafu uweze kufanya kitu kama hiki hapa. Hiki hapa. Hiki hapa. Sijui kama umetazama. Unaona kuna kitu kimetengenezeka eh? Kumbuka kuna layer ya kwanza ambayo ipo huku, ndo hii hapa. Alafu kuna na hii hapa. So baada ya hapo nachukua hii update yangu, nachukua rectangle yangu hii naisogeza huku. Alafu hii kwanza naizima hii layer ya nyuma hii naizima hii. Nikishamaliza hii basi naweza kutengeneza jinsi ambavyo imeenda. Kumbuka nashikilia control na nashikilia left click. Mara nyingi watu wamekuwa wakishikilia shift click, wakishikilia shift, lakini wewe ushikilie shift. Badala yake shikilia control. Nashikilia control, alafu then natengeneza kitu kama hiki. Yes. Baada ya hapo natengeneza kitu kama hiki. Baada ya hapo naona hii rectangle yangu ni kubwa, basi naipunguza. Yes, naipunguza mpaka hapo. Baada ya hapo kumbuka kwamba wakati tunatengeneza ni kwamba tulijublicate hizi rectangle hizi hapa. Basi hata mimi naweza nikatafuta hii ambayo tulikuwa tumejublicate layer nyingine. Sijui kama utakuwa unanielewa, lakini kama utakuwa umenifuatisha hatua kwa hatua kwa umakini sana, huwezi kosa kunielewa. Ni kwamba nitawasha sasa hapa. Baada ya kuwasha hapo ni kwamba na yenyewe nitakuja kufanya kitu kama hiki hapa, ambapo nitashikilia control na nitashikilia left click. Usije ukashikilia shift, maana hutopata kama hiki, lakini ushikilia control. Alafu then nafanya hivi. Kisha nasogeza. Lakini kumbuka kwamba katika ukitazama kwa makini kwenye update hii, rangi ya rectangle ya nyuma hii ya huku upande huu haifanani na hii hapa. Basi na mimi nitakuja huku nitaichange. Hapo nitaweka rangi yenyewe hapa, hii hapa. Sijui kama unaona kuna kitu kimebadilika. Baada ya hapo nitasogeza huku nyuma kidogo. Kumbuka kuwa makini sizije zikapishana. Yes. Kuwa makini sizije zikapishana. Ngoja ni zoom nione vizuri. Ngoja ni zoom ili nione vizuri. Usikubali zipishane. Yes, at least hadi mpaka hapa. Kwa tushatengeneza rectangle ya hapa. Yaani ni kama nitazima hivi hapa utaweza kuona vizuri. Kitu ambacho naenda kukitengeneza tumeshakitengeneza ndio hiki hapa. Upande huu hiki hapa kimeandikwa W News, ambapo ndio hiki hapa ambacho nimekitengeneza. Lakini ukiangalia kwa makini, kama tutazoom zaidi, utakuja kuona hii update ina nini? Ina shadow effect. Shadow kidogo tu, shadow effect. So tunaenda na sisi kuipa shadow effect update yetu ambayo tumeitengeneza. Rectangle yetu ambayo tumeitengeneza, tunatafuta ya juu hii. Kumbuka kwenye rectangle hii, kwenye eneo hili kuna rectangle hii na kuna rectangle ya hapa hivi.
basi naenda kuweka shadow effect. Lakini pia mtazamaji, ni na wewe ambao unapenda kujifunza kisha una subscribe, kama hujakumbuka kusubscribe, kusudi pale ambapo tutakuwa tunapandisha video zetu iwe rahisi kupata update, kupata kujua kwamba sisi tumeweza kuposti. So nimekuja hapa kwenye drop hapa, nakuja hapa drop shadow kwenye effect hizi hapa. Naomba kurudia ni kwamba nina right click afu naenda blending option ili kuweza kupata effect ya shadow au yes. Baada ya hapo naenda blending option. Baada ya kwenda blending option, basi nitakuja eneo la drop shadow. Kumbuka nimekwambia tunaweka effect ya drop shadow. Kwa upande wangu nilikuwa nimeshaweka, kwa hiyo hivyo imeingia automatically. Basi naweza nikawa na apply huku nikiwa ninatazama, naweza nikasema labda nipunguze opacity, labda niongeze niongeze upande huu, labda nipunguze size, niongeze au nipunguze. Okay, ipo kwa namna hiyo. Kumbuka unaweza ukaona update yetu ambayo tushaifikisha katika eneo hili hapa. Sawa. Kitu ambacho pia unapaswa ukizingatia wakati unatengeneza hii update ni kwamba lazima ujue kwamba kuna taarifa gani utakuja kuziweka kwenye update yako ambayo mtu akiona na akasoma ataweza kujua kwa ufasaha, yani hawa ni wakina nani, wanafanya kazi wapi na wakoje. Kuna wakati mwingine kuna update nyingine labda utahitaji kuweka namba za simu na vitu vingine kama hivyo. Baada ya hapo naenda kutengeneza rangi nyekundu ambayo unaiona hapa na rangi ambayo unaiona hapa. Lakini baada ya hapo tutakuja kuweka logo. Nafikiri baada ya hapo tukiweka logo na tukaweka social media, basi update yetu tutakuwa tunaelekea kuimaliza. Na baada ya hapo ngoja nikuze ili uone vizuri. Okay. Natengeneza rangi kama hii hapa. Ilikuwaje? Sasa kutengeneza kitu kama hiki, hizi tu tunaweza kusema ni designer tu ameamua kudesign, kwa sababu hii ni kazi ya ubunifu, lazima uwe mbunifu. So naenda kutengeneza hapa. Hapo nitachukua rectangle yangu, nitachora hapo. Baada ya hapo nitachora hivi. Baada ya kuchora nitaweka rangi nyekundu. Kumbuka rangi ambayo unazitumia ni rangi za logo, kwa hiyo itakubidi pia utoe rangi kwenye logo, usitoe rangi sehemu nyingine. Rectangle yangu niliyoichora ndo hii. Rectangle yangu ambayo nimeichora ndo hii hapa. Ni white kwa sababu uioni hapa. Ila nikibadilisha rangi hapa nikaweka rangi nyingine, ambapo hapa nasema nakuja kuweka red kama hii, ambapo nagusa hapo, alafu then nagusa hapo. Rectangle yangu ambayo ni rangi nyekundu basi inaonekana hapo. Kumbuka natengeneza kwenye update natengeneza kitu kama hiki hapa. Natengeneza kitu kama hiki hapa. So ni muhimu sana kuzingatia. Okay? Baada ya kutengeneza hiki kitu ni kwamba na yenyewe nitatumia control alafu nitashikilia left click, baadaye nitengeneze effect kama hii hapa. Baada ya hapo basi nitashusha chini hapa. Ikumbukwe kuwa katika eneo hili kuna rangi tofauti. Ukija kuangalia kuna hii hapa, lakini pia kuna na hii hapa. So kwenye update hii ambayo pia sisi ambayo tunapaswa tuitengeneze, lazima tutengeneze kitu kama hicho ambacho kiko hapo. Baada ya hapo ni kwamba nitaduplicate, lakini kabla ya sija duplicate nitachukua. Kumbuka tukiangalia kwenye update yetu ni kwamba hii hapa ipo chini ya rectangle, yani kuna namna hii imefunikwa na rectangle. Sasa utafanyaje hata wewe kufanya hivyo? Mimi nitakachokifanya au tuseme tutakachokifanya kwa pamoja ni kwamba nitachukua rectangle yangu hii hapa, nitafanya hivi. Nita rotate kidogo. Baada ya kurotate kidogo, basi nitashusha kidogo. Nitashusha kidogo hapa. Nitashusha kidogo hapa. Kumbuka kwamba inaanza mwanzo.
basi hapa baada ya hapo nina control J kwa sababu zipo mbili, nita control J kusudi ni duplicate. Kumbuka duplicate unafanya kitu kwa mara mbili, nita control J. Baada ya control J kuna layer hii hapa, na layer hii ambayo mimi nimeitengeneza ndio hii hapa. So nitachukua hii ya chini, hii nitatafuta rangi ya hapa ambayo ni dark red kidogo, yani ni red lakini ipo katika hali ya dark fulani hivi. Basi ambapo mimi nitakuja kuitoa hapa. Unaona? Yes, hapo hivi. Baada ya hapo nitasema okay. Baada ya kufanya hivyo, kumbuka hii ambayo tumebadilisha rangi tutaiona hapa hivi karibuni, ambapo ndo rectangle hii ambayo tumeichora katika eneo hili. Kumbuka iko hapa, kwa hiyo nitasogeza mbele kidogo. Nikisogeza mbele kidogo alafu nita rotate kidogo tu hivi. Yes, hivi. Then baada ya hapo lakini yes, kuna kitu bado hakijakaa sawa kwenye eneo hilo. Baada ya hapo okay. Baada ya kufanya hivyo nitasogeza kidogo kitu kama hicho ambacho kiko hapo. Baada ya kutengeneza rangi hiyo, sasa naenda kutengeneza rectangle hii ambayo, kumbuka tunachokitengeneza ni update kama hii hapa. Yaani tukimaliza kazi yetu, tunachotaka tukione, tunataka tuone kitu kama hiki hapa. Unaona? Sasa kumbuka tumeshafikia hapa na tunachokitengeneza ndio hiki. Nisije nikakuchanganya. Tumeshafikia hapa, tunachokitengeneza tunatengeneza update kama hii hapa. Okay? Hapa naenda kuchora rangi hizi hapa. Hii Wasafi TV na Wasafi FM. Sasa katika kuchora hizo rangi au kufanya hivyo, na yenyewe nitachora rectangle. Nitachora rectangle hapa. Okay? Baada ya rectangle nitaweka rangi nyekundu kama hivi hapa. Red. Baada ya hapo nitaweka tuseme eneo hili. Nitazoom ili kusudi uone vizuri. Kwenye update yangu ninatengeneza kitu kama hiki. Wasafi TV na Wasafi FM. Baada ya hapo ni kwamba nitakuja kutengeneza kona hizo ambazo unaona zime hapa eneo hili hapa. Nataka nitengeneze eneo hili. Kwa hiyo mimi cha kufanya nitaweka kasa yangu hapa, alafu nitashika control na nitashika left click, alafu then nitapeleka upande wa kulia. Yes, nitapeleka upande wa kushoto, basi itakuwa hivi. Kabla sijafanya hivyo na control Z na duplicate rectangle yangu ili kusudi ziwe mbili na ziwe zinaelekeana kufanana au kukaribiana. Basi nitasogeza hii hapa. Okay? Ambapo hii nitashikilia control then nitashikia left click, baadaye naelekeza kasa yangu kwenda left click. So baada ya kushika control na kushika shift baada ya kushika control na kushika left click, basi inakuwa hivi. Sijui kama unaona vizuri Kumbuka tunatengeneza kitu kama hiki. Baada ya hapo nakuja na upande huu, basi nashikilia control alafu then nashikilia nashikilia hapo alafu then nafanya hivi.
So nasogeza ili kusudi zikaribiane. Baada ya hapo rectangle zangu baada ya kukaribiana, basi sina wasiwasi, na hapa naweza nikabadilisha rangi nikaweka white. Baada ya kuweka hapa white, ni kwamba itabidi uwe makini sana, kwa sababu ni kitu ambacho utaenda kukifanya hata we mwenyewe. Okay, baada ya hapo ninaweza kusogeza mpaka upande huu. Okay, mara baada ya kufanya hivi nitasogeza vizuri nitasogeza vizuri, alafu pia naona kuna namna rectangle zangu hazijakaa sawa, basi naweza nikasogeza zikawa ndogo kusudi tukaweka nafasi za kuja kuacha hapo hivi, alafu na hapa nikapunguza hivi. Baada ya kupunguza hivi nikasema okay, basi kitu ambacho nishakitengeneza ni kama hiki hapa. Ni kama hiki hapa. Kama ni kubwa basi naweza nikapunguza tena. Nikapunguza tena. Okay. Baada ya kupunguza kwa namna hiyo, ni kwamba nitachukua hiki hapa nitakisogeza, maana naona kuna namna kimekaribia na kuna wakati mwingine nitapaswa kuweka maandishi hapo. Basi nitasogeza tena. Nitasogeza tena hadi hapa. Alafu then ngoja nikate, naweza nikachukua hizi na duplicate ili kusudi nizikate na convert to smart object. So no, si duplicate bali na convert to smart object ili kusudi kiwe kitu kimoja, alafu then niweze kuzikata. Convert to smart object itakuwa layer moja. Baada ya hapo, baada ya kuwa layer moja na rasterize, baada ya rasterize basi mimi naweza nikazikata kwenye eneo hili hapa. Naingia edit, ni kwamba ili niweze kuzikata ni kwamba nita rasterize kusudi kitu kiweze kueditiwa. Mara tu baada ya kuwa rasterized, mara baada ya kuwa rasterized basi nitaweza kukata hivi, ambapo nitaingia hii tool hii hapa rectangle mark tool. Baada ya hapo nita select hapa, nikiwa nimeselect layer zangu huku, basi naweza nikakata hivi. Baadaye na control D. Baada ya control D, baada ya hapo kumbuka nimeshatengeneza hii hapa, basi hapa naweza nikaandika Wasafi TV na hapa Wasafi FM. So naandika Wasafi, naandika pembeni, alafu then naweka hapo Wasafi. Katika miandiko hapa kuna mwandiko wa media ambao wao unakuta wanautumia, lakini mimi hapa ninatumia mwandiko wa Montserrat. So unaweza pia ukautumia kama utapenda. Wasafi. Okay, naweka hapo wametumia Wasafi TV. Control A, hapo then naweka, hapo then napunguza mwandiko, sema iwe hivi. Sawa. Baada ya hapo Wasafi TV nakuja Wasafi FM. Wasafi FM. Kimaanisha kwamba na hapa na change rangi, naweka rangi hii hapa. Hapa ndicho kitengeneza ndo hiki, hapa. So okay, baada ya hapo naweza kutafuta social media zangu ambazo ni mitandao ya kijamii ambayo iko hapa. Kumbuka nimeshaweka Wasafi FM, Wasafi. Okay, baada ya hapo naweza labda nikasema hapa nikaja
nikaandika naweza nikaja hapa nikaandika labda news. Hapo tuseme siku wakiwa wanataka labda kama ni sport au ni news, wanaweza kaandika news news. Alafu mwandiko wangu sasa nitakoleza hivi. Baada ya hapo okay, alafu then nitaikuza hii W news. Unaona hapa nachokiandika, nayoandika ni hii hapa W news, ndio hii hapa W news. So okay, hebu ngoja nikuoneshe tulipofikia. Ni kwamba tupo hapa ambapo tulikuwa tunatengeneza update au update template ya Wasafi. Update template ya Wasafi, ambapo nikija hapa unaona kabisa tunataka iwe kama hivi hapa ambavyo hivyo sasa, na tukiwa tuna copy baadhi ya vitu kutoka hapa, na kuna namna kuna kitu kinaongezeka kama utakuwa unanifuatia kwa makini kabisa na kuweza kujifunza kitu kipya. Baada ya hapo, kitu gani kipo kwenye update yetu? Kwenye update yetu hapa kuna social medias. Social medias mimi nilikuwa nishaziandaa. Kama una kwenye laptop yako au kwenye kompyuta yako, basi ingia kama unaweza ukasave ingia Google, alafu tafuta stroke social media. Stroke social media hizi hapa, alafu nitazileta hapo. Stroke social media icon PNG unaweza ukazipata kama hizi. Ingia Google, andika hivyo kwamba stroke social media icon. Baada ya hapo ni kwamba Wasafi TV wanatumia kwamba hawa social media zao ndio hizi hapa ambazo tunazitengeneza. Baadaye huku unaona ni TikTok. So natafuta TikTok hapa, kuna mtandao wa LinkedIn sijaweka, hivyo unaweza kudownload ukaweka hapa ukaiweka ukafikisha hapa. Kama hujajua jinsi ya kutafuta hizi icon, ingia Google, andika stroke icon PNG, basi utaweza kuzipata icon kama hizi. Zipo nyingi, wewe utachagua kadri ya uwezavyo, lakini ukija kuangalia hizi icon zina sifa hii hapa, zinalingana, zinafanana. Kwa hiyo unapotaka kutengeneza update, hakikisha hata hizo social media zinalingana, zinafanana. Usiende ukachanganya social media. Kwa mfano, ngoja nikuoneshe, usije ukachanganya, kwa sababu kuna social media nyingine ambazo ukiziangalia kweli upasi kuzichanganya. Yaani kwa mfano kama umeamua kutumia, ngoja hapa zinafunguka, tuchukulie labda tuseme labda umeamua kutumia Instagram, usije ukatumia Instagram hii ukachanganya, labda tuseme hii hapa. Okay, ngoja ni resize. Usije ukafika hapa ukaweka Instagram hii, hapana. Kwenye icon inabidi uwe makini sana. Usizichanganye, zinatofautiana. Usije ukafanya kitu kama hiki hapa. Labda kama umeamua zenyewe zote ziwe hivi, basi ziwe hivi. Lakini kama unatengeneza update yako, zote ziwe na ufanano fulani hivi. So hizi hapa mimi tayari nilikuwa nishaziandaa, na unaweza ukafanya hivyo ukaziandaa na zikaweza kukusaidia kwenye kazi yako ya design. Alafu hapa eneo hili naweka icon ya TikTok icon, ambapo mimi kwa upande wangu tukiingia kwenye maandalizi yangu, kumbuka ni muhimu sana
kufanya maandalizi ya kile kitu ambacho unaenda kukifanya unapotaka kudesign. Mimi social media zangu hizi hapa hapa sasa naweza nikatafuta TikTok nikaweka. Kumbuka hapa nimezoom na yes. Ngoja tu unzoom ili kusudi uone vizuri. Na hizi ni icon ambazo nimezidownload kutoka Google. Nimeenda mpaka Freepik. Unaweza kaandika freepik.com ukazipata. Nimeandika stroke icon PNG. Na wewe unaweza ukazitafuta kama utazihitaji. Tuseme rectangle icon yangu hii hapa ambayo nailenga na iselect. Nikiwa nimeiselect nitachukua hii hapa. Nita rasterize ili kusudi uweze kueditiwa, alafu then nitakuja hapa nita add the mask kusudi itoke hiyo, alafu nibakiwe na hiyo nibakiwe na TikTok icon. Baada ya hapo TikTok icon naona ina background, napaswa kuiondoa background. So kwa haraka background hii nitakavyoenda kuiondoa nitatumia tool hii hapa. Naenda hapa kwenye eraser tool, sasa naenda background eraser tool ambayo kazi yake yenyewe huwa inaondoa background. Nakuja hapa na convert to smart object kusudi kiwe kitu kimoja, baadaye na rasterize. Convert to smart object alafu na rasterize. Nikisha rasterize basi naweza kuondoa background kirahisi. Unaona Ngoja kwanza nikuze kidogo kusudi naona vizuri kwenye kazi yangu. Kumbuka update hii aliitengeneza akiwa anajua kabisa kwamba kuna umuhimu wa kwamba itakuwa inaingia kwenye mtandao gani na mtandao gani. So ni muhimu pia na wewe kabla hujatengeneza update ukalijua hilo kwamba hivi mimi update yangu itakuwa inaingia upande gani. So baada ya hapo, baada ya kutoa hivyo, baada ya hapo na right click naenda blending option, nataka kuibadilisha rangi iwe white kabisa moja kwa moja, na right click hapa naenda blending option, alafu then naenda color overlay. Color overlay naweka white hapa, color overlay basi naweka white huku, tayari itakuwa white. Sijui kama unaiona hapo, alafu then nasema okay. Baada ya hapo na zoom vizuri kusudi kuona kama iko sawa. Yes. Na select hapa kusudi niondoe hiki kitu. Yes, hii ni stroke icon. Na select eneo hili hapa. Nataka kuondoa hii ya chini hapa, ambapo na convert to smart object, ambapo naenda kwenye layer yangu hii hapa ya TikTok. Na rasterize. Baada ya kuresterize naenda edit, naenda clear kusudi kuweza clear eneo hilo hapo. So baada ya hapo na resize vizuri. Baada ya kuresize vizuri nafanya hivi hapa, na resize vizuri. Kumbuka unapokuwa na resize kuna watu wanakosea. Kuna mtu mmoja ana resize vibaya icon. Unaweza kukuta mmoja ana kwa namna moja ama nyingine, yani unakuta mtu ameitanua hivi. Hebu tazama kitu kama hiki. Usije ukafanya kosa kama hili. TikTok haiko hivi. TikTok icon haiko hivi. Badala yake iko hivi. Yaani kama unaipunguza ikiwa ipo straight. Sasa kuipunguza ikiwa straight kuna vitu viwili vya kuangalia au vya kuzingatia ambavyo pia na wewe unapaswa uvizingatie. Kitu cha kwanza inabidi utambue, je, iwapo nikishikilia shift alafu nikaanza kupunguza. Mimi kwa mfano hapa nikishikilia shift nikaanza kupunguza,
icon yangu inaweza kuipunguza vizuri, alafu then nikaipanga hapa. Yes, sasa hapa kutakuwepo na YouTube icon, lakini mimi nimeweka huku, ila wewe unaweza ukaitoa hapa, au tuseme wewe unaweza ukawa nayo ukaiweka eneo hili hapa. Kama umeweza kutengeneza TikTok, basi unaweza ukatafuta YouTube icon ukaiweka hapa, kwa sababu kama taarifa zetu zinavyotuhitaji. Kumbuka hapa sikwambii uende ukopi, badala yake tupo tunajifunza jinsi ambavyo update ya Wasafi jinsi ambavyo iliweza kutengenezwa, ambavyo pia hata wewe unaweza ukaitumia kuitengeneza. Okay, kumbuka tunachokitengeneza kwa siku ya leo ni kitu kama hiki hapa. Baada ya hapo ni kwamba tunapaswa tuweke logo kwenye update yetu. Kwenye update yetu tunapaswa tuweke logo. So nitatafuta logo nilikuwa shaiandaa katika eneo hili. Basi kama unataka kupata logo ya Wasafi unaweza ukaingia Google ukatafuta kwamba Wasafi digital logo afu ukaipata. Kama usipoipata, basi kama umeamua kabisa kufanya mazoezi kwa kutumia Wasafi, kumbuka unaweza naweka logo yangu hii hapa. Baada ya hapo basi unaweza kama unataka kutafuta logo ya Wasafi kutoka Google unaweza ukaipata, lakini usipoipata basi unaweza ukaitafuta ukaitumia ukaondoa, labda kwa mfano kwenye habari hii naweza nikaondoa logo yao hii hapa. Hii hapa naweza nikaitumia hii hapa nikachonga hivi hapa, afu logo yao nikaiondolea background hapa. Hebu ngoja chukua hapa na convert to smart object, alafu then na select rectangle mark 2, yani ikiwa nimeselect layer yangu hii hapa, alafu naingia hapa na select hapa. Kisha select alafu na add layer mask kusudi nyingine itoke nibakize logo. Logo ndio hii hapa, nitaiondoa background kwa convert to smart object kusudi kitu kimoja. Baada ya hapo naweza kulisterize. Nikisha listerize naweza kukubali kitu kiweze kueditiwa kama ulikuwa unafuatilia kwenye masomo yangu yaliyopita. Baada ya hapo naanza kuweka background eraser tu na unaanza kuondoa background ya hicho kitu. Sasa kwa sababu tayari nimeshakuwa nayo hiyo logo, haina haja, na kama utakuwa umeipata, na wakati mwingine labda kama ni logo ya kampuni unaweza kukuta sometime wana PNG wakakupa logo, lakini wakati mwingine unaweza kaenda kwenye kampuni hiyo wao hawaelewi masuala ya logo, badala yake unaiona kwenye mitandao yao ya kijamii, basi unaweza ukaitumia. So zingatia hilo sana, zingatia hilo. Baada ya hapo ni kwamba kwenye update yetu kuna kitu gani tumekibakiza? Labda tuseme maandishi. Maandishi utaandika kutokana na picha yako jinsi ilivyo. Hatuandiki kwanza, badala yake tunaweka picha, tunaona kitu gani ambacho kipo. Labda picha yetu ambayo tumeiweka ndio hii hapa. Basi nitaileta hapa picha yetu. Hii ndio picha yangu jamani, kama hujawahi kuniona ndio picha yangu hiyo. So alafu then picha yangu utaweka hapa. Baada ya kuweka hapa sema okay. Sasa kumbuka picha ipo juu hapa. Kwa hiyo hizi layer hizi jinsi zilivyojipanga, jinsi hizi layer zilivyojipanga, wewe utachukua hizi layer hizi basi utashusha chini huko mwanzo kabisa ili kusudi ingie. Yes, ingia hapa. Baada ya kuweka hiyo picha, basi unakuja kuandika hapa. Naweza kusema labda tuseme mfanyakazi mpya na control A hapa, natumia rangi ya black kama ambavyo wao wanaitumia. Yes, na naandika mfanyakazi mpya wa Wasafi FM katika kitengo cha
digital. Alafu then nitakuja kwenye character kwa sababu naona maandishi, baada ya kuandika hivi naona maandishi yangu yamebanana hapa. Kwa naenda kuyaweka sawa. Kwa na control A, alafu naingia window character. Alafu baada ya kuingia character na kuja kuweka hapa kama kuna 12 basi kama size ya miandiko ni 18 basi na hapa napaswa niweke 18. Utaona hapa. Okay. Mfanyakazi mpya wa Wasafi FM katika kitengo cha digital. Au labda sema naweza nikasema labda naweza kaandika hapa Leons Alex mfanyakazi mpya wa Wasafi FM katika kitengo cha digital. Tafadhali hakikisha haya maandishi unayapanga vizuri kusudi kazi yako ionekane ni professional. Unaona mtazamaji, natumai unatazama na unaona kitu ambacho kinafanyika. No, nimeandika vibaya na mimi jamani. Okay. Leons Alex mfanyakazi mpya wa Wasafi FM katika kitengo cha digital. Update iko kwa namna hiyo. Ngoja niangalie kitu gani ambacho tumebakiza kwenye update hii. Ni kwamba ukiangalia kwa makini kuna vitu hapa, kuna kama draft fulani hivi. So unaweza ukaingia draft ambazo ziko hapa. Ukiangalia vizuri kwenye update yako ambayo pia wewe umedownload kutoka Wasafi Digital, unaweza update, unaweza ukaongeza kitu kama hiki. Hii hapa nimeenda Google, jinsi nilivyopata hii hapa. Nimeenda Google, nimeandika hivi draft. Kumbuka nitashusha kabisa mpaka nitakapoona rectangle yangu hii hapa. Okay? Mpaka nitakapoona rectangle yangu iko wapi? Hii hapa. Ninachokizungumzia natafuta mpaka nitakapoona hii rectangle hii hapa. Kwenye layer yangu ndo hii hapa. So nimeweka hii, nawasha hapo. Sasa nataka iingiliane, kwa hiyo nitakuja hapa kwenye normal, alafu nitachagua mpaka nitakapoona itakayoingiliana vizuri. Naona soft right imeingiliana vizuri, basi nitabonyeza hapo. Lakini sasa nitapaswa kuhakikisha hiki kitu kinapotea au tuseme inapotea humu. Kwa hiyo nita rasterize, nita add layer mask hapa. Alafu then nita-add ya mask hapa, alafu then nitaingia gradient, alafu then nitaweka gradient effect katika eneo hili. Baada ya hapo naweza nika-convert to smart object, nika-add ya mask nyingine. Ukiangalia kwa makini hapa rangi hapa imefifia, na add ya mask tena, alafu unaona. Baada ya hapo basi na convert to smart object kusudi kitu kimoja. Baada ya hapo napunguza opacity. Hebu tazama kwenye update yako, utakuja kuona is draft. Kumbuka nimeingia Google, nimeandika draft pattern background, nikaipata hiyo, kaweza kuingia kwenye eneo hilo. Baada ya hapo kuna kitu gani ambacho tumekibakiza kwenye update hii? Nafikiri kila kitu umeona jinsi ambavyo kimeweza kuingia kwenye update hii. So, wewe ambaye unajifunza graphic design muda huu, bila shaka kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi kuna ufahamu mpya ambao wewe umeweza kuongeza. Labda tu shukrani kwa sababu umeamua kuchagua video hii na kujifunza, kwa sababu na mimi lengo langu ni kufundisha wewe, hivyo itakuwa safi sana. Na kingine ambacho pia naweza nikakuongezea ni kwamba hapa wenyewe watakuwa wanabadilisha picha katika eneo hili, itakuwa iko hivi. Yaani itakuwa iko hivi, na unaweza ukachukua hii ukaisave. Chukulia labda kwa mfano kama hapa nisipoandika kitu chochote, naweza nikachukua hapa
update yake. Kwa mfano sasa hivi tuseme unaenda kufanya kazi Wasafi katika kitengo cha digital, moja ya kitu ambacho unategemea utapewa update ambayo ni kama hii, lakini update hii itakuwa kwa namna hii hapa, itakuwa hakuna maneno. Kwa hiyo kazi yako kubwa wewe utakuwa unatafuta picha huku, labda tuseme kama huyu hapa, tafuta picha alafu unaiandikia caption. Kwa hiyo kwa mfano kama hii hapa, nashusha huku chini. Yes, naweka katika eneo hili hapa, naandika unaona hapa kuna logo mbili zimeingia, lakini sawa. Hapa nakuja kuandika labda wananchi zingatia, wananchi zingatia sheria na taratibu. Ndio hivyo. Baada ya hapa nachukua hii hapa napandisha huko juu ili tuwe naiona. Yes. Napandisha juu napandisha juu ya maandishi. Chukulia hapa hivi. Yes, wananchi zingatia sheria. Alafu nakuja hapa, wananchi zingatia sheria na taratibu. Haya, labda naseme wananchi zingatia sheria na taratibu, labda tuseme neno letu labda wananchi zingatia sheria na taratibu, labda nikaweka hivi mstari, labda naseme Rais Samia. Akimaanisha Rais Samia kwamba ndo ameongea hiki kitu kwamba wananchi zingatia sheria na taratibu. So utakuwa wao kazi yao kubwa watakuwa nafika pale, hata kama ni video. Hii update unaweza kuitumia hata kwenye video ambayo unatengeneza, kwa mfano Premiere, CapCut, wakati mwingine watu wanatumia hata program mbalimbali ambazo watakuwa wanazitumia. Wao kazi yao ni kuja kwenye Adobe Photoshop na kuandika maneno kwa namna hii, na ikumbuka kwamba wanatumia mwandiko mmoja ambao wamekuwa wakitumia kila siku. Baada ya hapo basi kazi yao zinakuwa hivi na wanaweza ku-export. Tuchukulie kwa mfano, tuchukulie picha nyingine ambayo unaweza tukaiweka hapa. Tuchukulie labda picha nyingine ambayo tunaweza tukaiweka hapa. Ni picha gani? Labda tuchukulie kijana huyu. Tuchukulie hapo. Baada ya hapo nashusha chini huko kwenye layer zangu. Nashusha mpaka hapa. Tuchukulie hapa. Basi baada ya hapo ya kuweka hapo, naweza nikasema labda mwanafunzi bora, labda Jonathan Matayo. Mwanafunzi bora UDSM. Hivi hapa. So nasema hivi. Sasa hapa utakuwa unaongeza mwandiko, unakuza kutokana na maneno yako yanavyokuwa yanalingana. Naweka 30 hapa katika eneo hili. Labda mwanafunzi Matayo. Jonathan UDSM. Kwa hiyo kwenye update yangu nitaandika namna hivi. Jonathan Matayo mwanafunzi bora UDSM. Alafu then nitaenda Jonathan Matayo mwanafunzi bora UDSM.
Yes, mwanafunzi Mathayo. Okay, Jonathan Mathayo, mwanafunzi bora UDSM. So unaona Kwa hiyo kitu inaweza ikawa kwa namna hivyo, alafu then watawapa watu ambao wanahusika na habari wataweza kuandika na kazi itakuwa imekamilika. Okay. Mtazamaji, mimi naitwa Leon Salex na hii ni Mfalme Digital. Basi natumai kuanzia hapa kufikia hapa, natumai sina la ziada, kwa sababu kile kitu ambacho nilikuwa nataka nikupatie na niweze kufundisha tayari ndio kitu kama hiki. Kama kuna kitu umejifunza, tafadhali komenti kile kitu ambacho umeweza kujifunza, lakini pia kama utakuwa na swali, karibu pia kwenye comment unaweza ukauliza, lakini utajibiwa. Asante sana na sina la ziada.